Katika makala yaliyojiri leo hii tunaangazia siasa mwaka 2025 uliojaa matukio mengi, kuanzia taifa kuingia kwenye majonzi kutokana na kifo cha Raila Odinga aliyetajwa kuwa baba wa demokrasia. Ushirikiano kati ya vyama hasimu vya UDA na ODM, kubuniwa kwa vyama vipya vya kisiasa na miungano ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027, chaguzi ndogo za Novemba 27 na hata mikakati ya kumwondoa Rais William Ruto mamlakani mwaka 2027. Yote haya na mengine mengi yanajenga hoja za kisiasa za mwaka huu 2025. Nitawashughulikia asubuhi na mapema. Mimi ndio nilikuleta hapa. Basi watakuwa wanaleta mapinduzi yenyewe. Waacheni kuhara mapema. Katika matukio ya mwaka leo hii tunaangazia siasa nchini. Mwaka 2025 uliingia kwenye historia ya Kenya kwa uzito na majonzi, mshangao na tafakuri nzito ya kitaifa. Utatuambia kwa nini baba ameenda wapi? Kwa sababu baba tangu akuwa nje ya upinzani hajaigonjeka. Isikuje breaking news. Kabla ya mijadala ya kisiasa, maandamano, kodi na uchaguzi, taifa limetumbukia kwenye majonzi makubwa kufuatia kifo cha mmoja wa nguzo kuu za siasa za Kenya. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Mwaka 2025 kulikuwa na pigo kubwa kwa siasa za Kenya kufuatia kifo cha Raila Odinga, mmoja wa vinara waliotamba katika ulingo wa siasa kwa miongo kadhaa nchini. Kifo chake kilizua maombolezo ya kitaifa, huku viongozi wa ndani na nje ya nchi wakitoa rambirambi na kutambua mchango wake katika mapambano ya demokrasia, utawala wa historia na siasa za ushindani nchini. And with a big smile sang round the Bay of Mexico where the sun shines daily. Lakini kama Wakenya tulimjua na tukamheshimu kama baba. To tell the mourners today that I have lost my best friend in life. I will never have any other friend like Raila. Kifo cha Raila Odinga kikiwaacha wanachama wa ODM katika mganganyiko mkubwa kuhusu iwapo watasalia serikalini ama watajiondoa. Na watu bado wanasema broad base. Sisi huko Nyanza, sisi wote tumeingia kwa William Ruto, sababu huko ndio baba alisema tuingie. Hakuna mjaluo hawezi pigia Ruto kura, wote watapiga Ruto kura. Chama cha ODM ni chama cha wananchi. Mkitaka right mnaenda right. Viongozi wako hapa wengi. Lakini Oburu Odinga, kiongozi mpya wa ODM, anaonekana anajaribu kuzuia ndoana ndani ya mawimbi makubwa na mazito yanayoonekana kumzidi nguvu. And the truth of the matter, Your Excellency, is that we are in broad-based government, not as individual members of parliament. Katika kufanya hivyo, anapata hakikisho la uungwaji mkono kutoka kwa namba moja, Rais William Ruto. I want to tell you, we will respect ODM. We will support you to hold ODM together. ODM must be strong as we go to 2027. Swali ni je, ndoa ya UDA na ODM itadumu? Let me say I am very saddened that William Ruto is killing ODM, and we would want ODM to be a strong political party. Strong political parties are good for our democracy. William Ruto amesema akinunua ODM hataki Sifuna, atamfukuza. Ukifukuzwa na William Ruto, you are welcome to DCP. William Ruto amesema hata huyu Babu Owino akinunua ODM akwe. Babu Owino ukifukuzwa na William Ruto, this is your home. Lakini hata kabla ya kifo chake, Raila Odinga kama desturi yake alikuwa ameafikiana na makubaliano na serikali ya Kenya Kwanza, ushirika ambao awali ulipigwa vita vikali na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, kipindi hicho akiwa mamlakani kabla ya kupigwa kalamu. Tumeweka sahihi kwa mkataba ya kuleta ulewano, ya kuleta amani, ya kupigana na maadui ya Wakenya wote. Vile baba amesema, leo ni ile siku kuondoa ubaguzi na kuunganisha Wakenya wote.
Ukitafakari hayo lipo swala la mwendelezo la maandamano, kundi jipya kabisa la kizazi cha Gen Z lililoanza mwaka 2024. Sisi tuko hapa, sisi tulikuwa mboka, hata tuko tuandamane, sisi tulikuwa mboka. Masai Nengi, utadu una retaliate mti yangu, una retaliate adiglo. Sasa unaomba msamaha, lakini hii umeua Gen Z, hiyo hatuwezi samehea wewe. Mwaka 2025 vyama vya kisiasa vilianza kujipanga upya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. I know one day I would have the ambitions to be the president of the Republic of Kenya through ODM. Therefore, Mr. Ruto, prepare to pack. Prepare to pack. Let me confirm that in the 2027 general election, DCP shall field a presidential candidate. Yours truly is seeking a single term. Ukiwazia hilo msikilizaji, je, unakumbuka kauli na semi za viongozi wa upinzani ambao kila kukicha walikuwa wakimbandika Rais William Ruto? Mnasema ni one term. Wewe William Ruto. Wewe Kasongo. Wewe Kasongo. Harambee. Wewe Githinji ujue, sisi sio roho chafu, wewe ndio umechafua roho zetu. Na je, kidumwe cha chaguzi ndogo za Novemba 27 kilitajwa kuwa picha kamili ya sinema halisi ya uchaguzi wa mwaka 2027. Mudhende wa mudhende, wa mudhende wa mudhende, wa mudhende wa mudhende, wa mudhende wa mudhende. Wacha wanani wachukue geti Kenya. Wacha wanani wachukue. Wacha wanani wachukue. Wacha wanani. Wacha wanani waduwe. Wacha wanani. Wacha wanani. Nilikuwa nimefunga last week. Soprano akatumwa na mamilioni nikafungua. Wewe kwenda huko bwana na uachane na mimi. Wewe Goliathi. Wewe Goliathi. Wewe Goliathi. Umetisha watu siku mingi. Umetesa watu siku mingi. Siku zako zimehesabika. Alhamisi tunakumalizia. Mene tekedu pasi. Haya yote yakisemwa, Rais William Ruto akiweka wazi kwamba angeshindana tu na Raila Odinga. Yaani mtu ningeshindana na yeye ni Raila Odinga. Lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. I have heard William Ruto bragging that with the demise of Raila Odinga, he has no opponent. I would like just to inform him that we are not his opponents. His opponents are the people of Kenya. Mimi ni John Wanyonyi.